ni wakati wa kuokolewa mwanaume. Maana kuokolewa maana yake kutolewa katika nyakati hizo mbaya kabla sijaja. Ni wakati wa kutubu dhambi. Ni wakati ambapo kama unaona unachanganya masomo, bado hujakaa katika imani kweli kweli, labda ni kwa sababu ya mume ambaye anakugasi, labda ni bado unawaza tena kurudi kwenye dini yako ambao unajua haikai kwenye kweli. Kuna vitu fulani vinakuvuta. Wako watu ambao wanakuvuta, wanataka kukutoa katika kweli, ambao unaweza kusikiliza maneno kama haya kama flow makubwa hivi. Wako watu ambao wanakujaribu kukutoa kwenye wokovu. Huu ni wakati wa kumkimbilia Bwana na kumwambia Bwana, nisaidie. Niwe miongoni mwa wale watakaonyakuliwa, nisiwe katika dhiki kubwa ambayo haiko mbali. Huu ni wakati wa kumwambia Bwana, nisaidie, nisiingie katika uasi, nisiingie katika kiburi. Roho ya mpinga Kristo isiweze kunifunika nyakati za mwisho. Maana maandiko yanasema wa mwisho watakuwa wa kwanza na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Na sasa shetani ameshuka mwenye ghadhabu nyingi. Anatafuta watu ambao wamekaa kwenye kweli, sio watu wengine. Watu wengine wako mikononi mwao. Wewe uliyekaa kwenye kweli, unajiita kiongozi wa kanisa nyumbani, shetani anakutafuta wewe hasa kuliko wengine. Kama unataona wengine walianza vizuri hapa, viongozi wa kanisa nyumbani wako wapi leo? Viongozi wa section wengine wako wapi leo? Utawakuta kwa mitaani viongozi wengine wa zone wako wapi? Utawakuta kule, unashangaa maisha yao. Unasikia maneno yao mpaka unaogopa. Hivi hawa ndio waliowahi kusimama na kuzungumza? Hiyo ni roho ya asi. Roho ya asi inatenda kazi saa hizi, ambayo hatuwezi kuishinda kwa nguvu zetu. Hapa ni mahali ambapo tunatakiwa kulia na kulalama mbele za Bwana wakati wote tukipata nafasi. Kila mtawa kuombe wakati unapopatikana. Ndio saa hizi hakika maji makuu yafurikapo yatamfikia yeye. Huu ni wakati ambapo kama unajiona wewe ni mchungaji uko kijijini, ogopa. Leo ni askofu jimbo, ogopa. Mimi ni askofu mahali, ogopa. Unaweza kuingia kesho katika mtego wa watu hawa. Huu ni wakati ambapo unatakiwa kulia. Usikae na kusema tu hivi na fulani kweli ameacha. Yani watu wengine bwana, na mafundisho yote hayo aliyopata, yani saizi hivi ni watu wanakuaje? Hii roho nayo imemwingia fulani. Unaweza na wewe ukaingia. Petro alimkana Yesu kwa kiapo, hamjui. Hii si kitu cha kusema mimi hata ikiwa kwa kufa sitakukana nawe. Hapa ni mahali pa kumtumaini Bwana katika maombi. Hapa ni mahali pa kusema Bwana, umenipa leo neema. Leo ni kiongozi wa kanisa la nyumbani. Umenipa leo neema, ninatenda kazi ya Bwana. Bwana nisaidie mpaka mwisho niweze kufika. Huu ni wakati wa kulia na kulalama na kumwambia Bwana nisaidie. Roho ya asi natenda kazi. Sasa hivi mwanamke, umelisikia neno hili limekuingia. Umelisikia neno hili limepenya ndani ya moyo wako. Limekusogeza karibu. Utashangaa roho ya asi inavyofanya kazi. Ukiondoka tu hapa baada ya siku 2-3, haya yote hayako ndani ya kichwa chako. Utaona hata ile hofu unayokuwa nayo saa hizi inakufanya hata machozi kukaribia haiko kwako. Hii ni roho inayofanya kazi saa hizi. Ni shetani ameshuka mwenye ghadhabu nyingi. Anatafuta Waisraeli wako wapi? Wako wapi wacha Mungu ni waharibu? Wako wapi ni watawanye? Wako wapi ni waharibu? Wako wapi ni waue? Niue huduma zao. Niue wokovu wao. Huu ni wakati wa kumkimbilia Bwana Yesu. Nani atamkimbilia Yesu sasa hivi na kumwambia Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Nahitaji msaada wako. Kwa nguvu zangu Bwana siwezi. Nisaidie Bwana. 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 Nyakati tulizo nazo ni nyakati mbaya. Ni nyakati za hatari. Ni nyakati za hatari mwanaume. Ni nyakati za hatari. Hizi ni nyakati mbaya. Hizi ndio nyakati mbaya. Hizi ni nyakati mbaya mwanamke. Hizi ni nyakati mbaya. Hizi ni za kulia. Hizi ni za kumwambia Bwana nisaidie. Kwa nguvu zangu siwezi. Bwana nisaidie. Niondoe katika uasi. Nilinde na uasi. Nilinde na kiburi. Kwa nguvu zangu siwezi. Bwana Yesu.
Yesu nisaidie, Bwana 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 Yesu nisaidie. Ni mchungaji, unatenda kazi ya Bwana, unatenda kazi kwa bidii, unatenda kazi kwa bidii. Kila jidani yeye amesimama na angalia sianguke, kila jidani yeye amesimama na angalia sianguke. Huu ni wakati wa kuangalia. Na unaangalia namna gani? Ni kwa maombi, ni kwa kulalama usiku na mchana, siku moja baada ya siku nyingine. Bwana nisaidie, 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 Bwana nisaidie. Bwana atakusaidia. Ukilalama mbele zake atakusaidia, ukilalama mbele zake atakusaidia, atakuonyesha njia, atakuonyesha njia, atayanyosha mapito yako, atayatengeneza njia iliyo mbele yako. Umeanza vizuri, utamaliza. Umeanza vizuri, utamaliza. Lakini sio rahisi. Huko katika huduma ya maombi, wewe ni fundi mitambo, wewe unatenda kazi ya Bwana, sio rahisi kumaliza. Wengi nyakati hizo watatupa nje, wengi nyakati hizo watatupa nje, wataondolewa katika huduma zao, wataondolewa katika huduma zao. Unaimba kwaya, unaimba kwaya, unaimba kwaya, uwe makini. Si wengi wataendelea kuimba mpaka mwisho, si wengi wataendelea kuimba mpaka mwisho. Unafuatilia, wewe ni mwalimu wa ufuatiliaji, unafuatilia watoto wachanga kiroho, usifikiri utaendelea mpaka mwisho kwa nguvu zako. Unaweza kumkana Bwana Yesu, unaweza kutupa nje, 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 ukatupa mbali 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 sana. Unahitaji kumwambia Bwana, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Kama ni dhambi, kama ni dhambi, kama ni dhambi, unatubu dhambi zako kumaanisha kuziacha, unatubu dhambi zako kumaanisha kuziacha na kuzitupa nje, na kumwambia Bwana Yesu nilinde, niweke mbali na dhambi, niweke mbali na dhambi, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kaka zangu, dada zangu, wengine wamepata maono, wengine bado. Kaka zangu, sikiliza, sikiliza maneno haya. Joka jekundu pamoja na malaika theluthi wanawatafuta watu waliosimama kwenye imani leo. Unaweza kutafuta hata kwenye biashara yako, kila unachokifanya hakiendi, ili tu useme basi kama ni hivi niache hivyo imani. Tulia mbele za Bwana. Ndio maana wengine saizi wanampenda Mungu upeo, wengine wanampenda Mungu upeo, lakini hakuna pesa kabisa, inakataa. Ni madeni juu ya madeni, hiki na unatafuta mwanamke, unatafuta mwanaume kwa hilo. Amen. Wengine ni kupigwa redundancy, wengine hakuna kazi, wana vyeti vizuri, wanatafuta kazi, hamna. Ili maisha yao magumu kabisa mpaka useme kama ni hivi basi. Wengine ni wasichana wanampenda Mungu, lakini kwa sababu ya kuolewa sasa utaona hilo linakuzwa, linatengenezwa paka kabisa na kufikia mahali kulemea na kusema kama hivi nitaendeleaje? Nitaendeleaje bila mume? Shetani atatumia kila mtu, atatumia kila njia, ili mradi kukufanaisha. Unapata mimba, baada ya kupata mtoto mimba inatoka, mimba inatoka, mimba inatoka. Unatafuta mtoto, hakuna mtoto, ili mradi tu basi uende kwa waganga wa kienyeji, umchukize Bwana, unywe pombe kama alivyokunywa Nuhu, unywe pombe kama alivyokunywa Lutu, ufanye uzinzi kama alivyofanya Hawa, katika jina la Yesu. Amen. Mwanangu, wewe ni mjane, angalia majaribu yanayokupata. Kwa nguvu zako utasimama, utafika mwisho kweli. Amen. Binti, unaimba kwaya, kijana unaimba kwaya, kweli sawa, asante sana kwa kazi njema, lakini una hakika utaendelea kuimba mpaka wakati kunyakuliwa kwa kanisa? Kijana, una hakika utaendelea kumwimbia Bwana mpaka wakati huu? Sio rahisi, sio rahisi.
ni kiongozi wa kanisa la nyumbani. Unafikiri utaendelea kuwa mwaminifu hivyo mpaka mwisho? Hutaingia katika uasi na kiburi cha wengine? Ni mchungaji kweli, saizi uko imara, unatenda kazi ya Bwana, lakini utafika mwisho? Swala ni kufika mwisho. Utafika mwisho? Ndio maana tunahitaji kumwambia Bwana, 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 Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Ukilia na kulalama, bila shaka Roho Mtakatifu atakusaidia. Bila shaka Roho Mtakatifu atakusaidia. Roho Mtakatifu atakusaidia bila shaka.